Kwenye sehemu ambayo imepita, ambayo ni sehemu ya pili, nimefundisha kuhusiana na maana ya pili ya mauti, pale ambapo nimesema ni mwili kutengana na roho. Roho inamrudia Mungu, lakini mwili unarudi mafumbini, maana mafumbi wewe na mafumbini utarudi. Utaangalia kwa wakati wako ndio urejelee hiyo sehemu. Sasa nataka nikuwe na mwendelezo kidogo, na baada ya pale nitakuwa nahitimisha, niingie kwenye mauti ama maana ya tatu ya mauti. Sasa hii mauti ambayo inachukua mtu kabla ya wakati wake, maana tumesema kwamba kuna watu wanaokufa kabla ya wakati wao. Tumesoma kwenye kitabu cha Mhubiri I think 7:17, sema kwa nini ufe kabla ya wakati wako. Inakuanga na tabia ya kujificha katika maeneo tofauti tofauti, hii aina ya mauti, ambapo inaweza ikajificha kwenye eneo na bila Roho Mtakatifu wa Bwana ama bila kuwa na roho ya unabii, ikawa uwezi ukajua. Kwa mfano kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 38 mpaka 44, maandiko yanasimulia kisa pale ambacho nataka nikueleze. Maandiko yanasema wana wa manabii wakaenda wakachuna mtanga mwitu. Mtanga mwitu ni aina ya mboga. Baada ya kuwa wamechuna ile mboga, wakaenda wakaweka sufuriani wakapika ili wale, maana walikuwa na njaa. Lakini kwa sababu walikuwa ni wana wa manabii, wako na uwezo wa kuona, walipoangalia sufuriani wakaona roho ya mauti, wakapiga kelele. Maandiko yanasema wakapiga kelele, wakasema mauti iko sufuriani. Wanamwambia Elisha baada ya kuwa ameona kile ambacho wana wa manabii waliona, maandiko yanasema ya kwamba na yeye mwenyewe sasa akachukua unga akautupa ndani ya sufuria na akawaambia waendelee kula. Ujue unga ulikuwa unatumika katika kutengeneza mkate. Yesu ni mkate wa uzima. Kwa hivyo Elisha anapotupa ule unga ndani ya sufuria, anafukuza roho ya mauti. Anyway, hiyo sio pointi yangu. Pointi yangu ni kwamba roho ya mauti inaweza ikajificha katika maeneo na katika sehemu tofauti tofauti, haswa katika chakula. Ndio maana ukiangalia katika bustani ya Edeni, Shetani alitumia chakula, alitumia tunda ili kwamba asababishe mauti kwa Adamu na Hawa, wafukuzwe katika bustani ya Edeni, ili Mungu hawaambie sasa mtaanza kufa. Kilichotumika ni tunda. Lakini ukiangalia Yesu alipokuwa anajaribiwa, anaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Shida sio kungeuza, Yesu ako na uwezo wa kungeuza. Lakini akingeuza ale kile chakula, maana utakuwa ni ushawishi wa Shetani, si kitamletea mauti. Maana Shetani akikupea kitu ama akikupea hofa, linakuanga nyuma yake kuna mauti. Kwa hivyo Yesu hapa wakakataa, alitegwa na mtego wa chakula. Kumbe chakula kinaweza kikabeba roho ya mauti. Ukala chakula lakini mwisho wa siku ukajistukia kwamba umekufa. Lakini pia ukiangalia wakati wa Danieli wanapewa chakula na mfalme, lakini wanasema hapana, tutakula mtama na maji. Maana walikuwa wanajua hichi chakula kimetolewa kafara, ni chakula cha mizimu, ni chakula ambacho ndani yake kuna maroho za kuzimu, wakila watakufa. Baada ya kuwa wamekataa kile chakula, walipokuja kujionyesha kwa mfalme, walionekana bora zaidi kuliko wale wengine walikula chakula cha mfalme. Kwa hivyo kuna ofa ambao mtu atakupea, uone hiki chakula mbona kinapendeza, soda ya kawaida. Ukiangalia uone kwamba mbona rafiki yangu ananipenda, ananipea chakula, lakini kumbe amekutega na kile chakula ili kwamba asababishe mauti kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mara nyingi kimetumika chakula, maana ukiangalia hata wakati ule ambapo Yakobo alipotaka uzaliwa wa kwanza wa Esau, alimpea chakula cha dengu. Uzaliwa wa kwanza wa Esau kawa umekufia pale. Ndio maana baraka za mzaliwa wa kwanza unaona kwamba zinamfuata mtoto wa mwisho ambaye ni Yakobo. Kumbe chakula kinaweza kubeba mauti ya mtu. Ukala chakula biashara ikafa, ukala chakula ndoa ikafa, ukala chakula fulani. Na mimi naongelesha wale mabinti ambao wanapenda sana kupewa ofa na masponsa.
kwamba unakutana na mtu ako na hela zake, anakuambia acha nikupeleke out, twende tukakule chakula. Unaweza ukakula hicho chakula, lakini ikawa ndio mwisho wa nyota yako kung'aa tena. Ulikuwa unaonekana unafanikiwa, maisha yako yanakwenda, lakini ukashangaa kwamba hakuna kitu kinachokwenda tena, maana umepewa chakula ambacho ni cha kuzimu. Umepewa chakula ambacho kimebeba mauti ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo roho ya mauti inakuanga na tabia mara nyingi ya kukaa katika chakula. Hiyo ni point number 1. Kwa hivyo kila chakula ambacho unapewa uchunge sana, maana kwenye Biblia kuna watu waliotegwa na chakula wakafa. Hiyo ni siri kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa pia roho ya mauti inaweza ikatulia katika gari ama katika usafiri ambao unautumia ili kusafiri. Angalia kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 8. Maandiko yanasema, kisha nikaona na tazama farasi wa kijivujivu, na aliyempanda jina lake ni Mauti, kuzimu akafuatana naye. Zamani watu walikuwa wanatumia farasi ili kusafiri, lakini siku hizi wanatumia magari. Kwa hivyo tukianza kuleta hii message ama hii verse katika wakati wa siku hizi, tutachukua hii verse tuseme kwamba nikaona gari ambao imebeba Mauti na kuzimu ako nyuma ya hicho kiti ambacho Mauti ameketi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba mtu anatoka kwa nyumba akiwa mzima, ana madhara popote, mambo yako sawa, lakini mwisho wa siku kashangaa kwamba yule mtu ile gari ameingia imefanya accident, amekufa. Maana yeye mwenyewe ndiye alikuwa amebeba roho ya mauti. Gari mingi ambazo zinafanya accident watu wanakufa, shida haikuangi eti kwamba dereva ndiye shida. Shida inakuanga ni abiria ako kwenye ile gari lakini amebeba roho ya mauti. Kuna abiria ambaye alikula chakula ambacho kina mauti. Kuna abiria ambaye amebeba mauti. Kwa hivyo ile gari inaposafiri unashangaa kwamba inafanya ajali. Mnaanza kulaumu dereva, mnasema kwamba huyu dereva kwani alifanya nini? Kuna madereva wengi saa hii tunapoongea wako jela, wamefungwa kwa sababu ya kusababisha ajali. Lakini shida sio wao. Ni mtu alikuwa na roho ya mauti, abiria mmoja wao. Lakini ile roho ya mauti sasa ikasababisha ajali kwa gari mzima. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wasema ya kwamba nikaona na tazama farasi wa kijivujivu, na aliyempanda jina lake ni Mauti, lakini kuzimu akafuatana naye. Haleluya. Roho ya mauti mara nyingi sio rahisi kuiangalia kwa macho ya nyama ukajua kwamba iko pale. Lazima usaidiwe na Roho Mtakatifu wa Bwana. Ndio maana kuna mtu ambaye anaweza kuamka na kwa sababu ako na roho ya mauti, ni mzima, ukimwangalia amenona, ako na afya yake, lakini kwa sababu ndani yake ako na roho ya mauti akafa. Akamwacha mtu mwingine ambaye amefinyika kwa hospitalini, ambaye alikuwa anaonekana ndiye atakufa, lakini huyo ambaye ako hospitalini akabakia kuwa hai kwa sababu hakuwa na roho ya mauti, alikuwa na roho ya magonjwa ndani yake na sio ya mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo roho ya mauti mara nyingi huwa haitabiriki bila nguvu za Roho Mtakatifu na macho ya kiroho ukaangalia. Wana wa manabii walipofungua macho wakaona mauti sufuriani. Sasa wewe ukifungua macho, unapoamka unaweza ukajua kwamba kuna mauti itatokea kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako. Maana watu wengi ndoa zao, biashara zao, masomo yao, vitu ambazo walikuwa wanazifanya zimefariki kwa sababu hawajaweza kujua roho ya mauti inaoperate kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 26, maandiko yanasema ya kwamba mauti atakuwa ndiye wa mwisho kupelekwa jehanamu. Kwa hivyo anakuanga na tabia ya kujificha sana, maana ndio atakuwa wa mwisho kupelekwa jehanamu. Nikimalizia kwenye hiyo aina ya nini ama hiyo maana ya mauti, tutasoma kwenye kitabu cha Zaburi 116 mstari wa 15, pale ambapo maandiko yanasema ni nzuri kama nini mauti ya wacha Mungu. Watu ambao ni wacha Mungu baada ya kuwa wamekufa huwa wanakaa kupendeza kwa sababu ya wale malaika wamewakujia. Lakini pia maandiko yanasema ni nzuri kama nini mauti ya wacha Mungu waliokufa katika